lugha moja, jamii moja. Sasa kweli mtu akijaribu kututenganisha anaweza kweli? Haweza kututenganisha sisi kweli? Hawezi. Na ndipo sisi kama watoto wa Afrika Mashariki twasema yastahili tuwe, haswa sisi kama viongozi, kufanya yote ambaye twaweza kuhakikisha ya kwamba tumeondoa vikwazo vyote ambavyo vyazuia watu wetu kutembeleana, kufanya biashara pamoja, kuoana. Wajua njia ya kumaliza ukabila na mipaka ni watu waoane. Ndio mtoto akizaliwa hajui kwao ni Tanzania, ni Kenya, ni Chatu, ni Isibania. Yeye anajiona tu ni mwana wa East Africa. Pahali popote anatembea ako na mashemeji. Si ni namna hiyo? Na hiyo ndiyo njia ya kumaliza ukabila na mambo mengine ambaye inatugawanya. Na ndipo sisi, na haswa mimi kama kiongozi wa Kenya, nimesema kama kuna kitu ningependa mimi nione mbele ya wakati wangu uishi, ni sisi wana East Africa tukiwa kitu kimoja. Ndipo nasema, mtasikia, unajua wanasiasa shida yao, wengine wanaongea bila kufikiria. Mtu anajiona pahali ameishi, hajatoka kijiji yake hapo, anafikiri hiyo ndiyo mwisho ya dunia. Na unasikia wengine wanaropoka huko kuongea mambo ambaye hayapo. Wawezaje kuambia Mtanzania uwezi kufanya biashara Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania uwezi tembea Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania hawezi aende akatafute bibi Kenya? Yawezekana kweli? Na vile vile huwezi uzuie Mkenya kuja Tanzania afanye biashara yake. Huwezi uzuie Mkenya akuje atembelee jirani na rafiki yake. Huwezi kumzuia Mkenya akiwa ameona mtoto hapa Chatu akuje hapa mnogonezee kidogo kidogo. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Na hiyo ndio East Africa ambaye sisi tuwataka. Sio East Africa ya watu ambao wanafikira ndogo za zamani, za kikabila, za ujinga. Sisi tuwataka East Africa ya watu ambao wana maono ya mbele, ambao wanajua ya kwamba Kenya ikitajirika, Tanzania imetajirika. Tanzania ikitajirika, Kenya imetajirika. Watu ambao hawana mambo ya kugawanya watu kwa mambo madogo madogo ambaye haisaidii.